Kwanza ni habari kuu za dunia nami Florian Kaijage. Jeshi la anga la Israel limeshambulia jirani na ikulu ya rais wa Syria mapema Ijumaa baada ya kuwaonya viongozi wa Syria kutokwenda katika vijiji vinavyokaliwa na jamii za wachache kusini mwa Syria. Shambulio hilo linakuja baada ya siku kadhaa za mapigano kati ya watu wenye silaha wanaoiunga mkono serikali ya Syria na wapiganaji ambao ni wa madhehebu ya wachache ya Druze jirani na mji mkuu Damascus. Mapigano hayo yamesababisha makumi ya watu kuuawa ama kujeruhiwa. Shambulio la Ijumaa lilikuwa la pili la Israel dhidi ya Syria wiki hii, na kushambulia eneo jirani na ikulu ya rais inaonekana kutuma onyo kali kwa uongozi mpya wa Syria ambao unaundwa na zaidi ya vikundi vya Kiislamu vinavyoongozwa na Hayat Tahrir al-Sham. Mashirika ya misaada yanaonya kwamba njaa kali inakaribia huko Gaza, miezi miwili baada ya Israeli kuanza kuzuia vifaa vyote kuingia katika eneo hilo. Wanasema chakula, maji na dawa vinakwisha. Mratibu wa dharura wa Umoja wa Mataifa huko Gaza ametoa maelezo ya watu waliochomwa moto wakiwa hai baada ya mashambulizi ya anga ya Israel kwa sababu hakukuwa na maji kwa ukoa. Olga Shelviko ameelezea watoto wa huko Gaza wanafukua vifusi kutafuta chakula au mafuta na wakati mwingine mabaki ya wazazi wao. Akizungumza kupitia video kutoka Gaza wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa huko Geneva, ameelezea jinsi shughuli za chakula zilivyoathiriwa na kizuizi. The last remaining stocks that the food security partners have had, they have been... Hifadhi za mwisho zilizosalia ambazo washirika wa usalama wa chakula walikuwa nazo zimetolewa. Kwa hiyo imetubidi kutoka kukata mgao wa chakula kwa nusu mwanzoni wakati vivuko vilipofungwa mara ya kwanza hadi kukosa mgao wa chakula. Hadi hapo bila shaka kampuni zote za mikate 25 zinazoungwa mkono na mpango wa chakula duniani zililazimika kufungwa kwa sababu hifadhi ya unga ilikuwa imekwisha. Mtandao wa kijamii wa TikTok umepigwa faini na Umoja wa Ulaya EU ya euro milioni 530, takriban sawa na dola za Marekani milioni 600 hii leo Ijumaa, ikituhumiwa kutuma taarifa binafsi za raia wa Ulaya kwenda China na kushindwa kutoa hakikisho kuwa hazitoifikia serikali ya China. Mtandao huo unaomilikiwa na kampuni ya China ya ByteDance ambao pia uko katika mvutano na Marekani umekiri wakati wa uchunguzi kwamba huchakata taarifa za watumiaji wa Ulaya nchini China kinyume na kanusho la hapo awali. Hii ni mojawapo ya faini kubwa zaidi kuwahi kutolewa na serikali dhidi ya mtandao wa kijamii kufuatia uchunguzi wa uhalali wa uhamishaji taarifa unaofanywa na TikTok. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mtoto wa rais wa Uganda Yoweri Museveni, amethibitisha kushikiliwa kwa mlinzi wa kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi ambaye ametoweka kwa siku 5. Edward Sebufu almaarufu Edi Mutwe aliripotiwa kuchukuliwa Jumapili iliyopita na watu wasiojulikana wakiwa wamevalia kiraia na sare za kijeshi katika mji wakati wa kiwango, na hivyo kuzua hasira za umma. Lizi Masinga ana maelezo zaidi. Katika mfululizo wa machapisho kwenye ukurasa wa mtandao wa X, Jenerali Kainerugaba ambaye pia ni mkuu wa jeshi la Uganda alisema bwana Sebufu yuko katika eneo lake la chini ya ardhi, huku akiambatanisha picha ya mlinzi huyo akiwa amenyolewa nywele. Pia alieleza kuwa Sebufu ametiwa nidhamu na hivyo kuzua hofu kuhusu usalama wake. Matamshi ya Jenerali Kainerugaba yamezua hasira ya umma wa Uganda wakitaka Sebufu achiwe huru na kulaani kushikiliwa kwake. Jenerali Kainerugaba mara kwa mara hutoa maoni ya kisiasa kwenye mitandao ya kijamii ambayo wakosoaji wake wanasema inakiuka kanuni za nidhamu za jeshi. Mwaka 2022 aligonga vichwa vya habari kwa kujadili uvamizi wa nchi jirani ya Kenya, maoni ambayo yalimlazimu baba yake kuingilia kati na kuomba radhi. Hivi karibuni alizua hasira kwa ujumbe wa X ambapo alitishia kumkata kichwa kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi almaarufu Bobi Wine. Na kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya kijamii ya Facebook na Instagram imetishia kusitisha huduma zake nchini Nigeria baada ya kusema imepigwa faini kubwa na kuwekewa matakwa ya udhibiti yasiyo na uhalisia na serikali ya Nigeria. Mwaka jana, mashirika matatu ya uangalizi ya Nigeria yaliitoza faini kampuni hiyo kubwa ya mitandao ya kijamii yenye makao yake nchini Marekani ya zaidi ya dola za Marekani milioni 290 kwa kukiuka sheria na kanuni mbalimbali. Meta haikufaulu katika jaribio lake la hivi karibuni la kupinga maamuzi hayo katika mahakama kuu ya serikali kuu jijini Abuja. Hii ni BBC.
Taarifa kuu za dunia zimesomwa na Florian Kaijagi kutoka Dar es Salaam. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Magharibi mwa Kenya matangazo haya yanasikika kupitia Nyota FM. Nchini Tanzania ni Radio 1 Dar es Salaam na Radio Free Africa kule Mwanza. Ukiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Hii leo kuna Sarafina Robi akiwa Nairobi na vile Regina Mziwanda Dar es Salaam, lakini baadaye tutajiunga na mwenzangu Ahmed Bahaji naye pia akiwa Nairobi katika mjadala wetu hivi leo. Naam, Sarafina, karibu sana. Asante Regina. Tukianza msikilizaji, ni kwa wanaharakati waliokuwa wakipanga kusafiri kwa meli ya misaada hadi Gaza wanasema wameshambuliwa na ndege zisizo na rubani katika maji ya kimataifa kwenye pwani ya Malta, ambapo wameishtumu moja kwa moja Israel kwa kuhusika na shambulio hilo. Muungano wa Freedom Flotilla umesema meli yake ya The Conscience ililengwa mnamo saa 6:23 za huko hii leo siku ya Ijumaa. Bosha Nyanje na taarifa zaidi. Kundi hilo limesema kulikuwa na mpango wa kusafiri na meli hiyo hadi Gaza na kupinga kuzingirwa huko haramu kwa Israeli. Serikali ya Malta ilisema kila mtu ndani ya meli hiyo amesalimika na kwamba moto ndani ya meli hiyo ulidhibitiwa usiku mmoja. NGO ilitaka mabalozi wa Israeli waitwe kujibu kwa ukiukaji wa sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kizuizi kinachoendelea kulipuliwa kwa meli yetu ya kiraia. Jeshi la Israeli limesema linachunguza ripoti ya shambulio hilo. Serikali ya Malta inasema kuwa wafanyakazi 12 na wanaharakati 4 walikuwepo kwenye boti hiyo, wakati NGO ikisema wanaharakati 30 walikuwemo kwenye boti hiyo. Hata hivyo, wanaharakati hao wametuma katika mtandao wa kijamii wa X picha za video zikionyesha shambulio hilo. Miezi miwili iliyopita, Israeli ilifunga vivuko vyote kuelekea Gaza kuzuia bidhaa zote ikiwa ni pamoja na chakula, mafuta, dawa kuingia, na baadaye ilianzisha tena mashambulizi yake ya kijeshi na kuvuruga usitishaji wa mapigano ya miezi miwili na Hamas. Jeshi la Israeli lilianzisha kampeni ya kuiangamiza Hamas kujibu shambulizi la kuvuka mpaka ambalo halijawahi kutokea la Oktoba 7 mwaka 2023, ambapo takribani watu 1200 waliuawa na wengine 251 kuchukuliwa mateka. Takribani watu 52,418 wameuawa huko Gaza kutokana na vita inayoendelea hadi sasa, kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya eneo hilo inayoendeshwa na Hamas. Bosha Nyanje, BBC. Na Wizara ya Biashara nchini China imethibitisha ripoti za vyombo vya habari nchini humo kwamba Marekani imefanya mazungumzo na China kuhusu vita vya kibiashara baina yao. Wizara hiyo imearifu kwamba bado inatathmini nafasi hiyo na kutoa onyo kwa Marekani kwamba inapaswa kuonesha uaminifu katika kurekebisha ushuru kwa ujumla. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Nchi hizi mbili zimelimbikiziana utitiri wa bidhaa wa zaidi ya 100% kwa mauzo ya nje ya mataifa hayo, yote yakisitisha mazungumzo ya kibiashara ya pande zote mbili. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia waandishi wa habari kuwa China inataka makubaliano. Maswali mawili. Je, tunaweza kufikia aina fulani ya malazi ya muda mfupi pamoja nao? Ndivyo wanavyotaka. Wachina wanafikiwa, wanataka kukutana, wanataka kuzungumza. Tuna watu wanaohusika katika hilo. Ni wazi waziri wetu wa fedha Scott Bessent anahusika katika juhudi hizo, na mazungumzo hayo yatakuwa hivi karibuni. Miaka 2 zaidi katika mwelekeo huu, na kutakuwa na matatizo mengi kwa kutegemea China. Kwa hivyo nadhani kuna swali hili pana kuhusu ni kiasi gani kinapaswa kununua kutoka kwao wakati wote wa kusonga mbele. Katika hatua nyingine, mpatanishi mkuu wa kibiashara wa Japan Roisei Akazawa anasema mazungumzo ya huko Washington kuhusiana na ushuru wa kutisha wa forodha dhidi ya Marekani yameendelea kujengwa. Tokyo inakabiliwa na moja ya hali ya juu ya zaidi ya mzigo wa tozo kutoka kwa Marekani kwa sababu ya kukosekana kwa usawa mkubwa katika biashara, na imekuwa ikijitahidi kufikia maelewano.
Nitajizuia kutoa maelezo, lakini naweza kusema kwamba tuliweza kuimarisha mijadala yetu mahususi juu ya upanuzi wa biashara kati ya nchi zetu mbili, kuhusu hatua zisizo za ushuru na ushirikiano katika usalama wa kiuchumi. Kuhusu ushuru wa magari ulioanza kutumika Aprili 3 na zile sehemu za magari zinazopaswa kuanza kutumika Mei 3, tunasikitika juu ya hatua hizo na tumeomba ziangaliwe upya, au kwa upande wa ushuru wa sehemu zikaguliwe kabla ya kuanza kutumika. Akizungumza na waandishi wa habari, Akazawa amesema ni muhimu kufikia makubaliano. Watengenezaji magari wa Japani wapo katika hali ambayo kampuni moja kama hiyo inapoteza dola milioni 1 kila saa. Ni vigumu kusema zaidi juu ya hili, lakini tutafanya kazi kwa makini na kwa bidii ili kulinda maslahi yetu ya taifa. Tunafanya kila juhudi kupata matokeo ya ushindi haraka iwezekanavyo, na tunaweka kipaumbele cha juu kufikia hitimisho ambalo ni la manufaa kwa Japani na Marekani. Kasunobu Kato awali alisema kwamba deni kubwa la Tokyo la serikali ya Marekani ni karata inayoweza kuchezwa kupitia mazungumzo. Leonard Mubali, BBC. Na mashirika ya kutoa misaada yameonya uwezekano wa baa la njaa katika ukanda wa Gaza, miezi miwili baada ya Israel kuanza kuzuia vifaa vyovyote kuingia katika eneo hilo. Mashirika haya yanasema vyakula, maji na dawa vinaisha. Samia Wami na taarifa zaidi. Mratibu wa masuala ya dharura wa Umoja wa Mataifa katika ukanda wa Gaza, Olga Sharevko, ameelezea kuwa watoto katika ukanda wa Gaza wanachakura kwenye vifusi kutafuta chakula na mafuta, na mara nyingine hata mabaki ya wazazi wao. Akizungumza na BBC katika ukanda wa Gaza, Hisham Mahana kutoka kwenye kamati ya kimataifa ya shirika la Msalaba Mwekundu ICRC anaelezea hali tete iliyopo. Tunazungumzia kuhusu watu kupata chakula kwa bahati nasibu, ila bei ya vyakula vilivyosalia katika ukanda wa Gaza imefikia kiwango ambacho ni ghali sana, zaidi ya uwezo wa mtu yeyote kifedha kuweza kumudu. Iwapo msaada wa kibinadamu hautarejea katika wiki zijazo, kamati ya kimataifa ya shirika la Msalaba Mwekundu haitaweza kumudu uwezo wake wa msaada wa kibinadamu. Kama vile vifaa vya kijamii vinakosekana kwa sasa, vyakula vilivyopaswa kwa maelfu ya familia kuwepo kila siku sasa hakuna. Takriban mlo mmoja ambao familia hizi hupata hawataweza kuendelea kupata. Katika wiki za hivi karibuni, maelfu ya wanajeshi wametia saini waraka kuitaka nchi yao kusitisha mapigano na badala yake kuzingatia kufikia makubaliano ya kuwarudisha mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Ingawa mtazamo wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema njia pekee ya kuwarejesha mateka hao ni kuweka shinikizo la kijeshi dhidi ya Hamas. Samia Wami, BBC. Naam, shukrani Samia Wami. Na unapotazama kwenye tovuti ya BBC Swahili, hapa ziko zile taarifa 10 ambazo zimefanya vizuri. Kuna swali kubwa hapa kwamba je, kanisa Katoliki linaingilia siasa za Tanzania? Hilo ni swali. Lakini kwa nini Traore anabadilisha dhana ya mapinduzi ya kijeshi Afrika? Huyu ni rais wa Burkina Faso, na zaidi ya yote huyu amevuta hisia za wengi, vile alivyo, mambo yake anayoyafanya na mengi mengineyo. Lakini hatujali China inavyokaidi ushuru wa Trump na kulenga masoko zaidi ya nje ya Marekani. Hii ni BBC. Na Manchester United imeinyuka Athletic Bilbao ya wachezaji 10 mabao 3-0, huku Tottenham ikichapa Bodo Glimt ya Norway 3-1 katika Ligi Europa. Mechi ya mkondo wa kwanza ni wakati ambapo Chelsea ilichapa bila huruma Djurgården 4-1 na kujiwekea matumaini makubwa ya kushiriki fainali ya Europa Conference zaidi na Bosha Nyanje Junior. Manchester United ilichukua hatua kubwa kuelekea fainali ya Ligi ya Europa kwa kufunga mabao 3 bila majibu dhidi ya wachezaji 10 wa Atletico Bilbao katika kipindi cha kwanza na kuchukua faida kubwa katika mechi yao ya mkondo wa pili ya nusu fainali katika uwanja wa Old Trafford. Manchester United wanaweza kupanga kukutana na Tottenham Hotspur katika fainali baina ya timu za ligi kuu za England, baada ya Spurs pia kuweka mguu mmoja katika fainali za Ligi ya Europa kwa ushindi uliostahili wa mkondo wa kwanza dhidi ya Bodo Glimt ya Norway, ingawa bao la dakika za lala salama kwa wageni
ugenini liliacha shaka kidogo. Ni wakati ambapo Chelsea wako mbioni kutinga fainali katika ligi ya Conference. Chelsea pia watajiamini kupata nafasi ya kucheza fainali baada ya mchezo wao wa mkondo wa kwanza nchini Sweden. The Blues walitoka Stockholm kwa ushindi wa bao 4-1 dhidi ya Djurgården kabla ya mkondo wa pili katika uga wa Stamford Bridge. Barabara kabisa Bosha. Wataalamu wa takwimu Opta sasa wameipa United nafasi ya 97% ya kufika fainali na 91% kwa Spurs, ikimaanisha uwezekano wa 88% wa wote kuwa hapo. Hiyo ingeunda fainali ya 6 tu ya Waingereza wote katika mashindano yoyote makubwa ya Europa, huku nusu yao ikihusisha Spurs. Pia itamaanisha timu 6 za England katika ligi ya mabingwa msimu ujao. Bosha, tusalie England kuangazia ligi kuu ya soka. Nottingham Forest wapoteza nafasi murwa katika mbio za Europa kwa kutandikwa nyumbani kwao na Brentford 2-0. Naam, usiku mbaya na mchezo mbaya. Meneja wa Nottingham Forest Nuno Espirito Santos hakuweza kuficha hisia zake kutokana na uchezaji duni, huku timu yake ikipoteza nafasi katika mbio za kufuzu ligi ya mabingwa. Kichapo cha bao 2-0 nyumbani dhidi ya Brentford ambao wanashikilia malengo yao ya Europa kiliwafanya Forest kushika nafasi ya 6 na kushindana nao katika harakati za kuwania kucheza kwa mara ya kwanza katika mashindano ya kwanza ya Ulaya tangu mwaka 1980. Hii ni mara ya kwanza kwa Forest kupoteza mchezo wa nyumbani katika Premier League msimu huu. Ushindi huo ungeifanya Forest ambayo imepoteza dhidi ya Manchester City katika nusu fainali ya FA Jumapili kuwa ya 3 zikiwa zimesalia mechi 4. Hata hivyo, ni lazima sasa kwa Forest kuziombea timu zilizowashinda pointi kuangusha pointi, huku wakishughulikia hali yao baada ya kupoteza mechi 3 kati ya 4 zilizopita za ligi kuu. Naam, nikamilishe na hii. Wanawake waliobadilisha jinsia hawataweza tena kucheza soka la wanawake nchini Uingereza kuanzia tarehe 1 mwezi Juni. Shirikisho la soka limetangaza. Ilifanyia marekebisho sheria zake tarehe 11 Aprili kwa kutumia vigezo vikali vya kustahiki kwa wanawake waliobadilisha jinsia kuendelea kucheza soka ya wanawake katika ngazi zote. Hata hivyo, kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu ya Uingereza tarehe 15 Aprili kwamba ufafanuzi wa kisheria wa mwanamke unatokana na jinsia ya kibiolojia, FA imetupilia mbali sera hiyo na kusema ni wale tu waliozaliwa kibiolojia wanawake ndo watakaoruhusiwa kucheza. Hebu nikushukuru sana Bosha Nyanje Junior. Mimi jina langu ni Ive Buchana.